kusalimu kwa jina la Yesu, jina lipitalo majina yote. Ninamtukuza Mungu kwa ajili yako wewe ambaye umepata kibali hiki cha kuweza kuingia hapa na tupo live. Mungu akubariki sana. Lakini na mambo machache ya kuweza kukushirikisha. Mtu Nabii Daudi Osman Tajili ambaye Mungu amenipa neema kuongea na wewe siku ya leo. Leo ninaongelea habari ya ufunuo wa 2026 ambao Mungu alionipa wakati nikiwa kwenye maombi nikimuuliza Mungu kwa habari ya direction ya mwaka huu 2026. 2026 ni mwaka gani? Sisi Mungu ametupa neema ya kuweza kujua mwaka huu ni mwaka na kushinda. Ni mwaka wa kushinda. Kisoma kitabu cha Yeremia 19 inazungumza habari ya kwamba watapigana na wewe lakini hawatakushinda. Kwa tupo kwenye mwaka ambao wa kushindana na kushinda. Nataka nikuletee leo kwamba tunashindana nini na tunatakiwa tushinde nini. Hii ipo katika Ufunuo wa namba 6. Hii ipo kwenye Ufunuo wa namba 6. Tunaona namba 1 jinsi inavyomwakilisha Mungu, namba 2 inavyowakilisha namba 3 ukamilifu wa Mungu katika ulimwengu wa roho, namba Mungu pamoja na sisi, namba 5 inawakilisha kujengwa na namba 6 ni mwaka, sababu namba ni inawakilisha vita ama kushindana. Tunaona kwenye kitabu cha Mwanzo 1:26 Mungu akatuumba kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kila kita ya nchi. Hili ndio kusudi la Mungu sisi kwepo. Mungu alituweka ili tuweze kutawala hapa duniani na tuweze kuwa na mahusiano, na tunamwona Adam alikuwa anafanya shughuli zake na kila jioni alikuwa anawasiliana na Mungu. Kwa hiyo Mungu alituweka ili tutawale hapa duniani, na iko kitu tulikipoteza, mbuko la dhambi. Kwa tulipoteza na shetani akaichukua mamlaka ile ambayo Mungu alikuwa ametupa sisi wanadamu. Shetani akaichukua ile mamlaka na akaanza tunapozungumza, lakini Yesu akampokonya mamlaka alizo. Baada ya siku ya 3 akafufuka yetu sisi kwa ajili ya dhambi zetu na maovu yetu kama wanadamu. Kwa jinsi Mungu hata akamtoa mwanawe pekee ili kila asipotee apate uzima wa milele. Sasa ninakuletea leo nini tuna 2026. Namba 6 manake ni kushindana. Manake ni kushindana. Namba 7 manake ukamilifu wa Mungu katika ulimwengu wa Mungu. Dunia iliumbwa siku 7 na kila kitu kikiwa kimekamilika na lakini ni mwaka wa kushindana na kushinda. Kuna vitu ili na usipo manake hata kitu utapokonywa mwaka huu. Tunashindana nini? Mtu kwenye kitabu 6 Ufunuo 12 Ufunuo 16:12 neno la Mungu sawa hivi, na huyo wa 6 huyo ni malaika. Huyo wa 6 kulikuwa na malaika 7 ambao wote walikuwa. Sasa kitasa hiki kinazungumzia malaika wa 6
Na huyo wa sita akamimina kitasa chake juu ya yakakauka, ili njia kwa wafalme watakao yajua. Sasa falme au kufanya vita. Sasa za uchafu zilizofanana na vyura zikitoka cha yule kinywa cha yule mnyama cha yule nabii, hizo ndizo zifanyazo ishara zitokazo na kuwaendea wafalme wote, kuwakusanya ya siku Mungu Mwenyezi. Tunaona hiyo Ufunuo, ukisoma pale 16 wa 13, roho tatu zinazofanana na vyura, na hizi roho zinatoka kwa joka na zinatoka kwa mnyama na zinatoka kwa nabii wa uongo. Kitu gani ambacho tunashindana nacho katika mwaka huu? Mwaka huu ambao shetani atajidhihirisha na kazi zake wazi kwa watu na watumishi wake, anataka kwamba yeye ndio anayesimama katika kujificha, na mengine yanakuja Mungu ama mambo. Lakini roho tatu chafu ambazo ndio tunashindana nazo hizi, ambazo zina mfano wa vyura, manake zinahamishika hizi roho, na roho ya nabii wa uongo ambazo zinafanya vita hizi, zinazojiandaa kwa ajili ya vita. Tunapopata ufunuo ile ya vita kwa ajili ya kusudi la Mungu, shetani hapo ufunuo wa ile namba 600, manake 6 zikiwa 3, manake shetani akikaa kwenye ukamilifu. Tunaona ya joka, tunaona ya mnyama. Mnyama ni roho gani? Shetani. Na hizi zinawakilisha anga, zinawakilisha uchawi na zinawakilisha nabii wa uongo. Nabii wa uongo anaweza kuwa ni mafundisho, inaweza kuwa doctrines, inaweza kuwa mambo ya uongo ambayo ulimwengu wa leo watu ambavyo weza kuingizwa katika mambo ya kimungu, lakini asiwasaidie kiroho kuwa na mahusiano na Mungu. Hiyo ndio roho ya nabii wa uongo, inakuvuta kwa Yesu Kristo kwa ajili ya mwili, kwa ajili ambayo inafanya kazi sio tu. Anaweza mtu akawa ni mwinjilisti, anaweza mtu akawa ni mwalimu, anaweza mtu akawa ni mchungaji, anaweza mtu akawa ni mtume, ama akawa anajiita nabii. Hizo roho ambazo kwa nazo zimechukuliwa na joka, zimechukuliwa uongo, anawakilisha Mungu. Mnyama anawakilisha uchawi, jinsi unavyofanya kazi. Biashara zetu zimechukuliwa, kazi zetu zimechukuliwa. Leo hii watu ambao wanaofanya uchawi wanafanikiwa sana kuliko wale watu ambao wana Mungu wa kweli. Kwa nini? Sasa Mungu ametupa wa kushindana na kushinda. Ni mwaka ambao tunatakiwa tuchukue vya kwetu, ni mwaka ambao tunatakiwa tusimame na Mungu, tumzilishe Mungu tuliokuwa Ibrahimu, Isaka, Mungu wa kweli, Mungu ambaye anasimama katika kuitaka huru. Leo kweli ya Yubilii tunaona mambo yakiwa chini ya inawafanya watu kuwa jehanamu mara mbili, haiwafanyi watu kuwa na hofu ya Mungu, haiwafanyi na Mungu, lakini na watu waamini matatizo yao ya kimwili, matatizo yao ya uchumba,
matatizo yao ya uchumi, matatizo yao ya afya, wakati huo haiwezi kuwapeleka Mungu. Muujiza Mungu zote zinatupeleka kwenye kusudi tuweze kumjua Mungu na tuishi maisha ya kumpendeza Mungu. Kwa hiyo tunapoweza ni kwamba tunashindana, tuko kwenye kushindana tunashindana joka, roho za mashetani. Kwa hiyo sasa tunaposema ni mwaka wa kushindana, tunashindana nini? Tunashindana hizi roho. Soma Ufunuo 16 mstari wa 13. Hapa tunaona hizi roho ambazo zinafanya vita na watakatifu. Kwa hiyo kwa mazingira ambayo tuko katika mwaka huu, tunahitaji nini watu wa Mungu? Tunahitaji kusimama na Mungu. Tunahitaji kuijua kweli ya Mungu, ili ile kweli kae ndani yetu. Tunahitaji maombi. Tunahitaji neno na kweli ya Mungu ikaa ndani yetu, na ufunuo wa Roho Mtakatifu. Tutashinda na zaidi ya kushinda. Ninaona kuna vitu havijakaa sawa ndani ya maisha yako, na wewe unasema kwamba nimehangaika sana kwenye maombi. Nataka nikwambie, umehangaika kwenye maombi lakini bado hujakutana na Mungu. Mungu ataka kukutana na wewe kwanza. Kwa nini? Kwa sababu cha kwanza, mahusiano na Mungu, ili Mungu akupe haki kama mtoto wa Mungu, ambayo kuna mwanamke mmoja Msidoni alikuwa anataka ya mtoto wake. Alimwambia, chakula cha watoto siwezi nikapa mbwa. Mbwa maana yake nini? Mbwa inawakilisha nini? Mbwa inawakilisha mambo mawili: uchawi, lakini pia uzinzi. Yesu anasema chakula cha... Unaweza kuwa ni mzinzi wa kiroho, una miungu mingi, una mabu. Leo unaenda kanisani, kesho unaenda kwa waganga. Kwa Yesu alimuona kwamba huyu mama ana vitu vingi sana. Huyo mtoto kashafanya mambo mengi. Ndio maana alisema chakula. Mbwa maana yake ni uzinzi. Uzinzi unaweza kuwa sio wa kimwili, lakini uzinzi wa kiroho, kuwa na miungu. Kwa hiyo mwaka huu uwe ni mwaka wako ambao unakaa kwenye mapenzi ya Mungu, kwenye kusudi la Mungu. Mungu anataka aingie ndani mwako, ayaongoze maisha yako, ndipo haya mambo mengine yote atayatenda juu ya maisha yako. Kwa hiyo ni mwaka wa kusimama na Mungu, na ni mwaka wa kupiga nafasi zetu sisi watu wa Mungu ambazo zimechukuliwa muda mrefu. Kuna vitu ambavyo havipo sawa ndani ya maisha yetu. Kuna roho zimechukua nafasi zetu. Kuna roho za majoka, kuna roho za mnyama, kuna roho za manabii wa uongo zimechukua nafasi zetu. Kwa tunachoshindana, na maana huu ni mwaka wa kushindana na kushinda. Ninakukaribisha mahali hapa, kanisa la New Liberation Prophetic Church. Itafanyika mahali hapa kuanzia saa 5. Nataka umkaribishe na rafiki yako na ndugu yako.
Tumeanza safari kushindania nafasi zetu, ya kushindania kazi zetu, ya kushindania biashara zetu, ya kushindania huduma zetu. Nitasimama kwa ajili ya ufunuo. Ni wapi? Ni Mbezi Beach cha shule. Ukishashuka shule pale, ulizia ukumbi unaota, tunaangaliana na huo ukumbi. Mungu awabariki. Ni kipindi cha kushindana na kushinda 2026. Ni mwaka wa kushindana na kushinda. Tumerudi tena kwenye kipindi chetu wakati huu. Ninaitwa mtu wa Mungu Daudi Osman Tajili, mtumishi wa Mungu kutoka Zanzibar, eneo lile la Unguja, na Mungu amenipa neema kuwepo Dar es Salaam, maeneo ya Mbezi Beach. Mbezi Beach, kituo cha shule. Ukishuka hapo shule, ulizia ukumbi wa Kilamuu, tunaangaliana na ukumbi wa Kilamuu. Mbezi shule, Mbezi Beach, kituo cha shule, tunaangaliana na ukumbi wa Kilamuu. Utaona kanisa la New Revelation Prophetic Church. Sasa tunaendelea wakati na kukaribisha kwenye ibada ya Jumapili. Ya Jumapili hii tutakuwa na ufunuo kwa ajili ya mwaka huu, maana ni Jumapili ya kwanza katika mwaka huu wa 2026. Ndio Jumapili ya kwanza, na itakuwa ni Jumapili yenye neema, na kutakuwa na ufunuo wa kuweza kutembea nao kwa ajili ya mwaka mzima wa 2026. Kwamba kwa nini mwaka huu ni wa kushindana kushinda? Tunashindana nini? Kushindana kwetu sisi ama kupigana kwetu si katika damu na nyama, bali katika na wakuu. Lakini tunashindana nini? Tunashindana sawasawa na kitabu cha Ufunuo 16 mstari wa 13. Ukisoma 10, nazungumza malaika aliyekuwa na sita, aliyekuwa na kitabu chake malaika. Kile mstari wa 13, Ufunuo, mtume wa Mungu Yohana aliona roho tatu zenye mfano wa vyura, roho ya joka, roho na roho ya nabii wa uongo. Roho hizi zinafanya vita na mtu yoyote yule ambaye ndani mwake kuna neema ya Mungu, ndani mwake kuna hofu ya Mungu, ama ndani mwake kuna kile uteule. Hizo roho zinafanya vita na sisi. Mwaka huu tumemwambia shetani kwamba mwaka huu lazima kieleweke, kuna ina mateso ya muda mrefu, lakini mwaka huu lazima Mungu ashinde ama atushindie. Kuna kazi ambayo haipo vizuri, au biashara kuna kazi au biashara ambayo ina mashambulizi. Lazima tushinde katika mwaka ambao ni kushinda. Kwa nini? Kwa sababu yupo anayetushindia. Yeremia 1 mstari wa 19, ukisoma hapo anasema watapigana nawe lakini hawatakushinda. Kwa nini hawatakushinda? Kwa sababu mimi nipo pamoja nawe ili nikuokoe. Ibada yetu inaanza saa 5 asubuhi. Saa 5 asubuhi ndio tunaanza hapa, na kesho kutakuwa na nabii na ufunuo kwa ajili na zaidi, na sisi tumeitwa zaidi ya kushinda. Mtu wa Mungu, angalia mambo gani mengi ambayo shetani ameharibu kwako, angalia ambayo hayajakaa sawa, lakini
Vita yetu inatokana na nini? Inatokana na joka, roho za joka, roho za uganga, roho za uchawi, roho za ushirikina ambazo zinafanya vita na sisi. Roho ya kuwakilisha uganga na uchawi, roho ya mnyama, roho ya mpinga na uchawi. Roho ni kwa na kuwaingizia uongo, yani kuwa ya Mungu. Sasa lakini tunaamini tunaenda kushinda vita. Mwaka huu ni mwaka ambao Mungu anasema aliyekuwa nacho, aliyeweza kushinda ataongezewa, na yule ambaye hana kile ambacho anahisi anacho atanyang'anywa. Tunaenda kushinda, watu wa Mungu, tunaenda kushinda. Naye niona hapa mtumishi wa Mungu, nina miaka 27 ya kumjua Mungu ambayo ni ya ushindi ndani yangu. Mungu tangia 90 nikiwa na vita kali, Mungu akaniita 98, nikampokea Yesu kwa Bwana na Mwokozi katika maisha yangu, nikamwamini Kristo. Ingawa nilikuwa natokea sehemu ambayo hata tusome Biblia, tuna vitabu vingine, lakini Mungu akanipa neema ya kumjua Kristo kwa njia ya ajabu. Miaka 27 sasa, tangia 98 nimeona ushindi wa Mungu ndani ya maisha yangu, na ninaamini kwako wewe Mungu anaenda kushindia, Mungu anaenda kupigania. Jumapili hii ambayo ni Jumapili ya kwanza ya mwaka huu ndiyo itaweza kutuweka direction sisi ya mwaka huu unaendaje. Mwaka huu kuna kitu gani ambacho Mungu anaenda kufanya. Usiku nitaweza nawe Jumapili hii nitaweza kusema neno la Bwana kwa ajili yako, nitakupa neno la ufunuo kwa ajili yako. Kila mmoja ambaye neema kuwepo kesho Jumapili mahali hapa, nitakupa la Bwana ili Mungu aweze kukupa ushindi. Hajawahi kushindwa Yesu, haja katika maisha yetu, isipokuwa tu hatujamjua au hatujaweza kuwa sehemu sahihi. Na usahihi unatokana na neno la Mungu, na inapohubiriwa kweli ya Mungu, basi Mungu yupo. Lakini kama unaona uongo upo, basi shetani, kwa sababu shetani ni baba wa uongo. Njoo uweze kuona neema ya Mungu na uponyaji wa Mungu juu yako, na Mungu akupe nguvu ya kushinda, kwa sababu hatuna mwaka mwingine tena. Mwaka tuliokuwa nao ni huu, kwa sababu tunaposhindana lazima tushindane na lazima tushinde. Lazima tushinde, lazima tushindane na lazima tushinde. Jumapili katika kanisa la New Liberation Prophetic Church, kituo cha shule mkabala na Kilamuo. Ukishuka Mbezi Beach, ukipita kama unatokea huko pita shatoka Tambovu, unakuja tu hall, basi dakika chache tu, ni hatua chache za kuweza kufika, na ni upande huu unaposhukia. Lakini wewe unayetokea Bunju na kuja huku, ukishuka unavuka barabara ukilizia Kilamuo ama shule ya Mbezi Beach High School, tupo mahali angaliana na Kilamuo, utaona kanisa mahali hapo na watu wakimsifu Mungu. Saa 5 kesho ya neno la ufunuo na neno tunasema kushindana na kushinda. Watashindana na wewe lakini hawatakushinda katika jina la Yesu. Mungu wangu akubariki, Mungu wa Ibrahimu na Yakobo. Amen. Tukutane tena Jumapili kwa na somo lingine wiki ijayo. Mungu akubariki. Amen.